Mimi majina yangu naitwa Dickson Ildefonsi Mwipopo, mkurugenzi wa Dimeto Cluster Real Hope, na ndo tunaotekeleza mradi huu wa chuo kikuu campus ya Njombe kwa maana ya UDOM. Tumejipanga kikamilifu kama ambavyo VC amesema. Mradi wetu tunategemea kukamilisha kwenye mkataba wetu ni tarehe 24 mwezi wa 5, lakini sisi tumekubaliana kikao cha jana kama tunataka tukamilishe mradi huu tarehe 30 mwezi wa 4. Na sisi tumeshajipanga tayari na timu yetu, na tarehe 20 na tarehe 30 mwezi wa 4 tutahakikisha mradi huu tunaukabidhi kwa Mheshimiwa VC kwa ajili ya mambo mengine, kwa ajili ya kukifungua chuo. Ni waombe tu wa Tanzania, ni kweli sisi kama ambavyo amesema Mheshimiwa VC, sisi kama wazawa tukipewa fursa ya kufanya, tufanye kazi. Tusilete utani kwenye vitu kama hivi, kwa sababu mwisho wa siku tukiwapa wageni hela hizi zinapotea, zinaenda nje. Sasa kuna vitu vingine ni vya aibu tu sisi wenyewe kama Watanzania. Kwa mimi ninachosema tusiwabagaze sana wakandarasi wetu, kwa sababu hata hao tunaowapa mbona tunawafukuza? Mbona wafanye miradi? Tuna wakandarasi wa nje ambao wamepewa miradi Tanzania hii na hawakufanya hata 5% na hela walichukua. Lakini inapokuja kwa mzawa tunakuwa na maneno makali sana ya kukatisha sana tamaa ya ovyo sana. Sio sahihi. Sio sahihi. Pala ambapo mkandarasi mzawa amepewa kazi, akaaminiwa, akalipwa kwa wakati, tukubali kwamba wengi wamefanya vizuri, na tuache ulimbukeni. Mzawa hatumlipi kwa wakati, wa nje tunapata pressure ya kumlipa. Sasa mfano mzuri hapa, UDOM hela zao wamemlipa huyu bwana kwa wakati, na Mwipopo amedeliver kazi yake kwa wakati, na tunazungumza tena, tunamwambia sisi hapa tunahitaji mradi wetu tarehe 24 sawa, lakini tukiweza kumanage kabla ya mwezi wa tarehe 24 mwezi wa 5, unaweza. Anasema no, mimi nitabadilisha timu zangu hapa, ataleta hapa tuanze kufanya kazi kwenye ubora, tuwakabidhi tarehe 30. Profesa, hili jambo lazima tulizungumze kwa sauti kubwa. Profesa, hili jambo lazima tulizungumze kwa sauti kubwa. Tutafanyaje mgawanyo hizi ajira za hawa vijana kama hawa wakandarasi watapata pesa? Kwa sababu eneo ambalo lina pesa nyingi kwenye nchi yoyote ni ukandarasi, ni ujenzi. Sasa tumepata hela za hiti. Zile hela tunampa mtu. Hao watu wanaokuja kujenga, ukiwafuatilia wengi, anakuja ni kibarua. Wengi walikuja hapa ni vibarua kwenye miradi mikubwa. Na mifano ipo. Sisi tuna watu walikuja hapa walikuwa subcontracted kujenga barabara za Njombe. Lakini wakapata tena miradi huku, wamekuwa just sub. Wakapata miradi huku wakajenga. Na wale wanaojenga sio kama wanajenga wao. Wanajenga hawa kina Mwipopo, yule kapata kazi ya bilioni 20, kazi yake ni kusimamia, anavuta sigara yake na kutukana pale watu wanafanya kazi. Kwa mimi kwangu ile hapana. Ninachosema rasi, sisi kama mkoa still tunaweza tukapilot hili jambo kwenye miradi ambayo iko ndani ya uwezo wetu. Huko nyuma tulisema kwenye kujenga barabara kilomita 10 tumpe mzawa. Lakini sababu kuna mzawa aliharibu, tukachukua kama fimbo ya kuchapa kila mzawa. Hawa hawana uwezo. Sasa hata kwenye kujenga, profesa, kwa sababu mnaweza mkaandika hata pepa ya kushauri kama chuo. Gorofa moja tumpe mzawa. Sasa tunajenga tu mahakama ya kwetu ya mkoa. Kigorofa kimoja anajenga Mchina. What for? Hatuna sababu. Hata wale wenyewe wanaojenga wanatoka kama si ni wajinga, hatuna uwezo. Hapana. Mimi naona Mwipopo umetutoa kwenye hiyo aibu. Na sisi bahati nzuri mradi huu viongozi wakuu watakuja, tutawaambia, tutawaonyesha kwamba mbona hapa mfanya mzawa amejenga tu bilioni 20, kajenga mradi wake mkubwa, mzuri na amedeliver kwa wakati. Tukiwalipa watu wetu kwa wakati kama alivyofanya profesa na UDOM, watadeliver. Tusiwakatie tamaa watu wetu, tusiongee maneno mabaya kuwahusu, kwa sababu hata wale foreigners wanaharibu na tunawafukuza na kampuni tunafunga. Kwa hiyo sisi Mwipopo, kama sisi tunapata huko kazi ni za ushindani, lakini usiache kuomba kazi huku. Tutawaambia wenzetu wa taasisi ambazo zina kazi, tuwape priority. Na kama alivyosema hapa Ras, tuendelee kufanya mentorship ya young wakandarasi wanaokuja. Na haya mambo ambayo watu wanatusema, tuzungumze sisi wenyewe kwamba tusiane aibu, tusikashane tamaa. Mabenki yetu yatuamini. Tunaotoa kazi tuamini watu wetu. Na sisi tunaopewa, hata mtu akiharibu,
Samaki mmoja akioza aondolewe yule aliyeoza, atupwe, wengine wanaliwa kama kawaida. Sasa tunataka kujikatisha sisi. Prof, mimi nimeenda China na mwenyewe umeenda China. Mfaransa alijenga reli moja tu China. Baada ya hapo Wachina wamejenga miundombinu yote wao wenyewe. Sasa sisi tutajenga foreign ajenge reli standard gauge. Tukisema kesho jenga reli ya Makambako kwenda Ludewa tumpe foreigner. Makambako kwenda reli ya Mtwara tumpe foreigner. Lazima tufikie mahali tuseme kwamba no, nadhani uzoefu wa standard gauge tunaweza tukajenga kilomita 200 za reli sisi. Hasa sisi tumejenga barabara miaka 30 prof. Sisi tuendelea kuwapa tu watu 90% ya hela zetu wanachukua wao. Tukienda kwenye consultants ya barabara 90% wanachukua wao, consultants ya majengo 90% wanachukua wao. No. Kama wewe umewaamini, ras tuamini wa kwetu na tuwa encourage wazawa waombe kazi zetu sisi. Tutajenga hoja kwa sababu sisi tuna mwipopo mmoja, lakini tuwalipe. Tusiwakatie tamaa, tuseme maneno mabaya. Tegemea kama kuna facility kama hii hapa Njombe. Na pia nilifarijika sana niliposikia kwamba mkandarasi, niliuliza swali kwanza, mkandarasi anatoka nchi gani? Wakasema anatoka Tanzania. Anatoka Tanzania wapi? Nikatajua kijiji fulani kako hapo jirani. Nikawa na wasiwasi, lakini nimefika hapa nimefarijika sana. Lakini kama alivyosema mkandarasi, sehemu nyingi nilizopita wakandarasi wazawa inabidi tujifunge mkanda sana. Kuweza kutimiza masharti ya mikataba na kuweza kufanya kazi kwa viwango. Tujiandae kuhakikisha tunaandaa maeneo ambayo tunaweza tukaprovide chakula kwa hawa wanafunzi. Lakini pia kama mnavyojua hawa wanafunzi hostel inabeba watoto 250 kama alivyosema. Sidhani kama wote wataweza kulala pale. Inatakiwa wengine tuwapatie nje ya pale. Kwa hiyo naomba tujitahidi sana. Tuanze kujiandaa, yani chuo kitakapoisha tuwe tumejenga hostel, chuo kitakapoisha kina mama tuwe tumeshaandaa maeneo ambayo vijana wetu hao watakwenda kula. Lakini pia kama tunavyojua chuo kinafanya shughuli nyingi za stationery. Kwa hiyo ni waombe wafanya biashara wa stationery wajitahidi kutafuta maeneo ya jirani na kuandaa mazingira huduma zote. Tunaendelea kuamini kwamba serikali itaendelea kutoa fursa kwa sekta binafsi kuwekeza katika miundombinu ambayo itasupport kuendelea kukua kwa chuo hiki. Sisi tunatamani kiendelee kukua hata ikifikia watu 30,000 na kama ilivyo UDOM. UDOM sasa hivi na wanafunzi kama 37,000. Sasa huko mkifikia 37 sijui kama wengine tutakuwa bado tunaishi, lakini nafikiri lengo la serikali ndio hilo. Kwamba hizi campus zikue baadaye zifikie kiwango kama inawezekana ya kuwa vyuo vikuu vinajitegemea. Na watakaokuza kufikia ndoto hizo sio wanataaluma wa Chuo Kikuu cha Dodoma peke yake. Ni jamii nzima ambayo iko katika maeneo haya. Kwa hiyo kwa sababu ya muda naomba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa niwakaribishe sana viongozi wote na wananchi wote ambao wamekuja kushuhudia kinachoendelea, na niseme kwamba bahati nzuri mradi huu unajengwa na Watanzania. Huko nyuma ilikuwa kama hatuamini kama Tanzania wanaweza kufanya kazi nzuri, lakini kwa kweli wanafanya kazi nzuri. Dimatoklasa ana mradi mwingine mkubwa kule Chuo Kikuu cha Dodoma main campus, anaendelea vizuri. Ana mradi mzuri mkubwa Mzumbe, lazima na yeye nimpigie chapuo kwa sababu sio wengi sana ambao wanaweza kutekeleza miradi mingi ya namna hiyo kwa wakati mmoja.